kufanya uamuzi wao wenyewe, lakini wanategemea wakati mwingine kusaidiwa na wale watu ambao wamekaa pamoja nao, wale watu ambao wamewaelewa. Kwa sababu kama vile dada yangu alivyosema, wakiwa na njaa kuna mtu ambaye atawaangalia na jua wako na njaa. Wakisema sitaki hiki nataka hiki, kuna mtu anatambua hivyo. Hao kwa Kiingereza tunawaita human reader. Na wakati mwingi utakuta kwamba uamuzi wao hauangaliwi sana, lakini wakati huu kulingana na mkataba wa UN Convention ambao Kenya imetia sahihi mwaka wa 2008, ambao unasema kwamba watu wote, walemavu wote wako na haki ya kujiamulia na kufanya maamuzi yao wenyewe. Kwa hivyo tungetaka nao serikali ya Kenya vile imetia sahihi mkataba huo waweze kuona kwamba watu wenye akili punguani na walemavu wengine wote wameweza kupata kura zao na kuweza kufanya uamuzi wao ipasavyo. Na tungetaka kuambia IEC kwamba iweze kuambia maofisa wake ambao watakuwa wakiandikisha watu kura kwamba wasimrudishe ama wasimfukuze yeyote kwa sababu ya disability. Kama kutakuwa na ubaguzi huo, tutaweza kufuatilia na tuone kwamba kama kuna mmoja wao ambaye atakatazwa kwenda kuchukua kura kwa sababu ya hiki au kile, hata tunaweza kuchukua uamuzi wa kisheria na kuona kwamba hao watu wameshughulikiwa vilivyo. Na tunaambia walemavu wengine pale na wengine wowote wale ambao watakatazwa kujiandikisha, tumepeana namba ambazo pale ukipiga utasaidiwa, kwamba utapata namba ya kama na ya DBA landline ni ya 2216282 na hii ya KSMH 0729 472 waweze kusema kwamba mimi nimeenda kule na nikajaribu kujiandikisha na nikaambiwa kwamba nisikuje. Kwa hivyo tungetaka na hata ECK IEC iweze kuona kwamba imeweka watu wake ati kwamba hao watu lazima wasaidiwe, hao watu lazima wapewe usaidizi unaofaa ili waweze kufanya uamuzi wao. Kwa hivyo sitaki kurudia mengi, lakini nashukuru na ningetaka na mwito wa Kenya wote, usiwe na mtu ambaye angetaka kupiga kura lakini asiweze kupiga kura. Hata wale ambao wanyapiga punguani ambao wamewezwa, wale tunaita profile na Sofia, kuna uwezekano wataweza kupiga kura zao. Wako na njia tofauti za kujieleza. Wale watu wamekaa nao wanaweza kuwa wanajua sitaki huyu nataka huyu mwingine, sitaki huyu nataka huyu mwingine. Kwa hivyo kusiwe na mtu hata mmoja ambaye ataambiwa wewe huwezi kuchukua kura kwa sababu wewe una akili punguani. Ikiwa namna hiyo, tunaweza kuchukua hata hatua za kisheria na tuone kwamba kila kitu kimeendelea sawa sawa. Kwa hiyo tunaambia viongozi commission ya IEC na wengine wote ambao wanaohusika waweze kutumika pale. Tumeweka mapendekezo mengi katika katiba ambayo inayokuja, na ingawa tuliweka mapendekezo baadaye ile tume ya bunge ikatoa yale mengi, kabaki madogo, yale madogo ambayo yamebaki na wasi wa bunge wetu wasiyaondoe, ili mlemavu yeyote Kenya na mlemavu mwenye akili punguani aweze kupata haki zake sawa sawa. Kwa hivyo sina mengi, ningetaka kusema hayo tu, kwa sababu mengi ambayo ni yale dada yangu Madam Eda ambaye yeye ni mwakilishi wa Kenya katika mkataba huo wa Umoja wa Mataifa katika Committee of Experts. Aswa labda ni wangapi wameshajisajilisha? Any number you know? Ukilinganisha mwaka wa 2007 kuna walemavu zaidi ya 600 waliweza kupiga kura, ambao wako na vitambulisho na wako na voters card zao, kura zao, kama wale ambao umeona wengine hapa. Hawa ni baadhi ambao wanakaa hapa karibu na Nairobi, hasa katika Kajiado kaskazini na miji mingine hapa Nairobi, ambao waliweza kufika siku ya leo. Kwa hiyo tulikuwa na zaidi ya 600 waliweza kupiga kura, lakini kuna walemavu zaidi ya milioni 3.6
kati ya hao utakuta kwamba zaidi ya walemavu wenye akili punguani milioni 1 wamefikia umri wa kupiga kura. Wengi wao wamekatazwa kuchukua vitambulisho, na wengi wao ambao wako na vitambulisho katika mwaka huo wa 2007 hawakuweza kukubaliwa kuchukua kura. Tungetaka mwaka huu yeyote aliyefikisha miaka ya kuchukua kitambulisho, yeyote ako na kitambulisho na ako na akili punguani, apatiwe nafasi ya kwenda kuchukua kura na kupiga kura wakati wake. Kwa hivyo tunatarajia katika shughuli hii ya kujisajili kupiga kura, tunatarajia tupate ripoti na tutachukua idadi kamili ya walemavu ambao wamechukua kura kufikia tarehe 5 mwezi wa 5 kama inavyosemekana, ili tujue ni walemavu wangapi hasa wenye akili punguani na wa vitengo vingine wale ambao wameweza kuchukua kura, kwa sababu tunategemea walemavu wenye akili punguani peke yake tuwe na milioni 1 ambao wataweza kuwa wamechukua kura na kuweza kupiga kura zao wakati walipoenda. For all parents who have adults with intellectual disabilities, I think it's important for you to understand that the responsibility of ensuring that they vote is not only your responsibility. It is a shared responsibility. You share that responsibility with the community and the government. So it is important to ensure that you do not act in any manner that deprives that person their right to register as a voter. If you face any difficulties, that is why we are here. This organization is yours. Report to us. Tell us why that person with intellectual disability was denied their right to register as a voter and to progressively get to vote. So I think it's very, very important for parents to know that. You voted in 2007. How was that experience? Please take us through, how did you vote? Did you take anyone to the vote? Good. Yeah, we could do. And there were so many challenges because there were so many lines. People could not let you to go through. So you had to excuse yourself. You had to tell you, no, yes, kutupita, panga line kama wengine. Then if I explained them this kid, you know, the thing is a grown-up person and also I'm calling him a kid. They told him, no, you have to line up. So I told him, no, I cannot line up because we cannot concentrate. So I talked to the person who was in charge of that ward. So he allowed me to go inside, then we go to it. Kwa sababu yeye akona right zake. He is a Kenyan like any other Kenyan. And he has got all the right to do, has got everything, he has got, he is just like myself. The only thing he has is only he cannot talk for himself, and the one to talk for himself. And also, he has got all the rights to vote, to say what he wants. And when he went there, I asked him, who would you want to vote to? He pointed, and I marked. Yeah. How can the IIEC make it simpler for you this time around, now that you're heading towards the referendum? How would the IIEC make the whole experience easier for you? Okay, the best thing, we should also consider these children of ours, because especially So much more sorry. okay, tungeomba serikali isaidie hawa watoto wetu
kwa sababu hawa watoto wenye akili punguani watu hawaoni kama ni consider. Like if you look at him, you cannot say he has got any disability. Like when you ask me whether he can talk, I told him he cannot talk. And you are sometimes isn't it? So everybody gets kind because majority of them they don't live as if they have got mental disability. So they should give us first priority so they can, especially tukika kipande hiyo kwanza ndio kuna shida sana. Waruhusiwa wachukue hiyo kipande ndio waweze kuchukua hiyo kitambulisho, na kitambulisho pia wachukue na wapatie first priority. Hata wakienda kwa food and foods wapatie that priority ndio waweze kuvote, na wako na right ya kuvote wakiulizwa wanataka nani with their human leaders. Like now he cannot talk, I'm the one who knows what he wants, so I'm around without any watu kupiga makelele, ati anatupita kwa nini anapelekwa mbele, even they look now but they are not, they should be given first priority. Yeah. So kwa hivyo hata wakati huu wanahimiza watu wawe registered, they should give our children first priority hata wakienda kuchukua kitambulisho, kwa sababu kuna wakati unaenda kuchukua kitambulisho unaulizwa hii mtoto kwa nini amechelewa hivyo, na kwa sababu ya kuchelewa kwake maybe amekuwa mgonjwa, you have been running up and down, running up and down. Wakati umestukia mtoto amepita 18 years, so ukienda huku unaambiwa umpeleke kwa David, saingine hata tulipo upeleke kwa anaitwa kwa advocate. So tunaomba kwanza tukienda kuchukua kitambulisho watupatie nafasi nzuri, tuchukue watakuweka kitambulisho ndio hata tukienda kuchukua hiyo voters card at least wataconsider, because there are many children, there are many especially in slums, especially hata kama estate kama nyumba wamefishwa huko, na chief kwanza afanye kazi ya kutoa watoto ndio wachukue hiyo kitambulisho. They are quite many. Yeah. Jina lako? Una miaka ngapi? Umri wako? How old are you? 24. Ulivote 2007. What problems, ulikuwa na problems gani kuvote 2007? Ni shida gani ulipata wakati ujana kuvote? Alikuwa anaongelea kwa line, akaapia nilipata awezi kupanga line, halafu nikaenda na hii vote card na ID yake, nikasema yeye ni mjini anatakiwa vote. Kwa hivyo unasema this time ukivote ungependa IEBC ifanyeze kufikisha mkono wako kule. Sasa hii vote hii nitafikiwa kieda na mzima ama hao wenyewe wao na pangalaji yao ndio waonekane wako na wajibu zao za vote. Na unaona person intellectual disabilities wanachukua different na watu wa disabilities zingine wako vile. Yeah, kwa sababu hao kweli kwa unajua wanajua kuongea na hao hawajui kuongea.